Taarifa nzito kutoka uhamiaji imetikisa Tanzania. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Wiki ya pili sasa imepita tangu huduma za kielektroniki katika idara ya uhamiaji Tanzania zisitishwe, hali ambayo imeibua maswali makubwa kuhusu ufanisi wa mifumo ya serikali na uwezo wa taasisi za umma kushughulikia changamoto za kiteknolojia kwa wakati. Kusitishwa kwa huduma hizo kumeathiri sana moja kwa moja utoaji wa pasi za kusafiria na za aina zote, jambo linalosababisha mamia ya Watanzania kushindwa kusafiri, huku sekta ya usafirishaji haswa ya mizigo kuvuka mipaka ikipata pigo kubwa kiuchumi. Kwa mujibu wa malalamiko yaliyoenea mitandaoni kutoka kwa wadau wa sekta mbalimbali, tatizo hilo linaelezwa kuwa ni changamoto ya kiufundi na katika mfumo wa kielektroniki wa uhamiaji. Hata hivyo, kadri siku zinavyozidi kupita bila ufumbuzi wa haraka, mjadala mpana umeanza kujitokeza kuhusu iwapo tatizo hilo ni la kawaida au linaashiria mapungufu makubwa ndani ya mfumo wa utawala na usimamizi wa taasisi nyeti za serikali. Katika kipindi cha kusitishwa kwa huduma, athari zimekuwa dhahiri zaidi kwa wananchi wanaohitaji kusafiri nje ya nchi kwa dharura, hususan wale wanaohitaji matibabu ya haraka katika hospitali za nje ya Tanzania. Kwa mujibu wa baadhi ya familia zilizoathiriwa, wagonjwa walikuwa tayari wamepangiwa tarehe za matibabu katika hospitali za nchi jirani au hata nje ya bara la Afrika, lakini safari hizo zimesimama ghafla kutokana na kukosekana kwa pasi za kusafiria. Kwa kawaida utoaji wa passport za kusafiria unafanywa kupitia mfumo wa kielektroniki ambao unaratibiwa na idara ya uhamiaji Tanzania chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi. Mfumo huu ulianzishwa kwa lengo la kurahisisha huduma, kupunguza urasimu na kuongeza uwazi katika utoaji wa nyaraka ambazo ni muhimu za kusafiria. Lakini sasa kukwama kwa mfumo huo kumeonyesha jinsi taasisi nyingi za serikali zinavyotegemea teknolojia bila kuwa na mipango thabiti ya dharura endapo mifumo hiyo itashindwa kufanya kazi. Athari nyingine kubwa imeonekana katika sekta ya usafirishaji wa mzigo, hususan kwa madereva wa malori wanaosafirisha bidhaa kwenda nchi jirani za Afrika Mashariki na Kusini mwa Afrika. Madereva wengi katika sekta hiyo hutumia pasi za kusafiria za muda marufuku kama temporary passport ambazo hutolewa kwa urahisi ili kuruhusu safari ya haraka za kibiashara. Kwa sasa mamia ya malori yameripotiwa kupaki katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika jiji la Dar es Salaam na katika mipaka mikuu ya biashara kama vile Kasumulu, Namanga, Tunduma na Mtukula. Baadhi ya malori haya yalikuwa tayari yamepakiwa mizigo ya wafanyabiashara waliotarajia kuifikisha bidhaa zao katika masoko ya nje ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa baadhi ya madereva, walipakia mizigo wakiamini kwamba wangeweza kupata pasi ama passport za muda katika ofisi za uhamiaji zilizo mipakani. Hata hivyo, walipofika katika maeneo hayo waliambiwa kwamba mfumo wa utoaji wa passport hizo pia umesitishwa kutokana na tatizo hilo la kiufundi. Matokeo yake, mizigo imekwama mpakani kwa zaidi ya wiki mbili sasa, hali ambayo imeanza kuathiri biashara na vilevile usambazaji wa bidhaa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wafanyabiashara wanaotegemea usafirishaji wa barabara sasa wanahofia hasara kubwa kutokana na kuchelewa kwa mizigo ya kufika katika masoko yaliyokusudiwa. Na katika mazingira ya kisiasa, tukio hili limeanza kuchukuliwa kama mfano wa changamoto kubwa zinazolikumba taifa na katika usimamizi wa mifumo ya serikali inayozidi kuwa ya kidijitali. Na serikali ya Tanzania katika miaka ya hivi karibuni imewekeza kwa kiasi kikubwa katika miradi ya serikali mtandao, ikiwemo mifumo ya utoaji wa huduma za pasipoti, vitambulisho, kodi na hata huduma za afya.
Lengo la uwekezaji huu limekuwa kuifanya serikali iwe ya kisasa na yenye ufanisi zaidi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Lakini tukio hili limeibua swali muhimu kuhusu kiwango cha maandalizi kilichowekwa kuhakikisha kwamba mifumo hiyo ina uwezo wa kufanya kazi hata inapokabiliwa na matatizo ya kiufundi. Kwa mujibu wa mijadala ya kisiasa ya kijamii, baadhi ya wachambuzi wameanza kueleza lawama katika mifumo ya ajira ndani ya taasisi za umma. Hoja inayotolewa ni kwamba katika baadhi ya taasisi za serikali, ajira zimekuwa zikifanywa kwa misingi ya urafiki, ushawishi wa kisiasa na mapendekezo ya watu wenye nguvu badala ya kuzingatia uwezo wa kitaaluma na vilevile uzoefu wa waombaji kazi. Hoja hii imekuwa ikijitokeza mara kwa mara katika mijadala ya kisiasa nchini Tanzania, hasa wakati taasisi za umma zinapokumbwa na matatizo makubwa ya kiutendaji. Wakosoaji wa mfumo huo wanasema kuwa pale ambapo watu wanaajiriwa bila kuzingatia uwezo wao wa kitaaluma, basi taasisi hupoteza ufanisi wake na vilevile kushindwa kutoa huduma bora kwa wananchi. Kwa upande mwingine, watetezi wa serikali wamekuwa wakisisitiza kwamba matatizo ya kiufundi yanaweza kutokea katika mifumo yoyote ya kidijitali duniani na kwamba ni muhimu kutoa muda kwa wataalamu wa serikali kurekebisha changamoto hizo bila kuharakisha kutoa hukumu kali za kisiasa. Hata hivyo, mjadala huu umeanza kuvuka mipaka ya swala la kiufundi na kuingia katika eneo la uwajibikaji wa kisiasa. Katika historia ya Tanzania kumekuwa na matukio kadhaa ambayo changamoto za kiutendaji katika taasisi za umma zimeibua mijadala mikubwa ya kisiasa kuhusu uwajibikaji wa viongozi na watendaji wa serikali. Kwa mfano, katika miaka ya nyuma kumekuwa na mijadala kuhusu mifumo ya utoaji wa vitambulisho vya taifa, mifumo ya ukusanyaji wa kodi kupitia mifumo ya kidijitali na hata hivyo mifumo ya usajili wa biashara. Katika baadhi ya matukio hayo, matatizo ya kiufundi yaligeuka kuwa masuala makubwa ya kisiasa yaliyohitaji majibu kutoka kwa viongozi wa juu wa serikali. Kwa sasa bado haijawa wazi ni lini hasa mfumo wa uhamiaji utarejea katika hali ya kawaida, lakini kadri muda unavyosonga mbele, shinikizo kwa idara ya uhamiaji na Wizara ya Mambo ya Ndani linaendelea kuongezeka, hasa kutoka kwa sekta ya biashara na usafirishaji. Na katika ukanda wa Afrika Mashariki, biashara ya kuvuka mipaka inategemea sana usafirishaji wa barabara. Tanzania ni mojawapo ya nchi muhimu katika mtandao huu wa biashara kutokana na bandari zake, hasa bandari ya Dar es Salaam ambayo hutumika kama lango la biashara kwa nchi zisizo na bandari kama vile Zambia, Rwanda, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo ucheleweshaji wowote katika mfumo wa usafirishaji una athari pana zaidi ya mipaka ya Tanzania pekee, na biashara za kikanda zinaweza kuathirika na hata uhusiano wa kibiashara kati ya nchi jirani unaweza kupata changamoto kutokana na ucheleweshaji wa mizigo. Kwa mtazamo wa kisiasa, tukio hili linaweza kuwa kipimo muhimu cha jinsi serikali inavyoshughulikia changamoto za utawala katika zama za kidijitali. Na serikali nyingi duniani zimekuwa zikihamasisha matumizi ya teknolojia katika utoaji wa huduma za umma, lakini changamoto kubwa imekuwa kuhakikisha kwamba mifumo hiyo inaendeshwa na wataalamu wenye uwezo wa kusimamia ipasavyo. Kwa Tanzania, suala la ufanisi wa taasisi za umma limekuwa mada muhimu katika mijadala ya kisiasa kwa miaka mingi. Wakati mwingine changamoto ndogo za kiutendaji zimekuwa zikigeuka kwa masuala makubwa ya kisiasa, hasa pale zinapoathiri maisha ya wananchi kwa kiwango kikubwa. Katika hali ya sasa, swali kuu linaloibuka ni kama tatizo hili ni hitilafu ya kawaida ya mfumo wa kielektroniki au kama linavyoonyesha mapungufu makubwa zaidi katika usimamizi wa taasisi za serikali. Kinachoonekana wazi ni kwamba mamia ya wananchi na wafanyabiashara tayari wameathirika. Wagonjwa wanaohitaji matibabu nje ya nchi wamekwama, madereva wa malori wamekwama mipakani, na wafanyabiashara wanahesabu hasara kutokana na kuchelewa kwa mizigo yao.
Katika siasa, matukio kama haya mara nyingi huwa na athari zaidi ya zile za kiutendaji pekee. Huathiri pia kiwango cha imani ya wananchi kwa taasisi za serikali. Kadri wananchi wanavyohisi kwamba huduma muhimu zinakwama bila majibu ya haraka, ndivyo mjadala wa uwajibikaji wa kisiasa unavyoongezeka. Kwa hiyo suala la kusitishwa kwa huduma za pasipoti linaweza kuonekana kama tatizo la kiufundi, lakini athari zake zinaweza kuendelea kujitokeza katika mijadala ya kisiasa kuhusu ufanisi wa serikali, uwajibikaji na watendaji wa umma, na umuhimu wa kuimarisha mifumo ya ajira katika taasisi za umma. Mwisho wa yote, tukio hili linaweka wazi ukweli mmoja muhimu katika siasa za utawala wa kisasa, kwamba teknolojia inaweza kurahisisha huduma za serikali, lakini bila usimamizi madhubuti na rasilimali watu wenye uwezo, hata mifumo bora zaidi inaweza kushindwa kufanya kazi. Na kwa Tanzania, mjadala huu unaweza kuwa mwanzo wa mazungumzo mapya kuhusu namna bora ya kuhakikisha kwamba taasisi za serikali zinaendeshwa kwa ufanisi, uwazi na kwa kuzingatia maslahi ya wananchi. Ni hayo tuliokuandalia siku hii ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yetu pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Zidi kuwa nasi na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu.